rasilimali za maji ni usalama wa taifa. Tunapokuwa na maji toshelevu, manake tuna uhakika wa chakula. Tunapokuwa na usalama wa maji, maana yake tuna uhakika wa nishati, tuna uhakika wa huduma, tuna uhakika pia wa uchumi wa taifa letu. Niwaombe sana Bodi ya Maji ya Taifa na mabonde yote kuhakikisha kwamba ajenda yetu na kipaumbele chetu, swala la rasilimali za maji lazima zilindwe na lazima zitunzwe. Leo tunasaini mkataba huu wa utendaji. Nini maana yake? Ni falsafa ya mwiko. Unapoamua kuchonga mwiko, manake unaepuka usiungue. Tunapoamua kuwa na bodi za maji, tunapoamua kuwa na mwenyekiti wa bodi wa mamlaka ya maji, tunapoamua kuwa na mwenyekiti wa bodi wa bonde la maji, nini maana yake? Kama kiongozi, kwa maana waziri, tumechonga mwiko ili mimi kiongozi ama taasisi isiungue. Wewe upo, wewe ndio waziri na wewe ndio katibu mkuu, kuhakikisha unasimamia taasisi. Taasisi inaleta matokeo, taasisi inaleta ufanisi, taswira ya taasisi inakuwa nzuri katika lile eneo. Teknolojia, digital transformation. Ndugu zangu wenye viti wa bodi, kwa dunia ya sasa, mwananchi wa kawaida alamikie kwamba amebambikiziwa bili ya maji. Hizo zilipendwa jamani. Leo badala kuwa kusoma mita kawaida, twendeni kwenye rufu ya maji. Mtu anataka maji yake 5,000 ataweka 5,000, kisha kuna tatizo. Teknolojia. Niwaombe sana, twendeni tukafanye kazi, twendeni tukajitume na wizara yetu, yale malengo ambayo tumejiwekea tuweze kuyafanikisha.